Okay, tuanzie na sakata ambalo wengi wanadai ya kwamba kuna tetesi Ali Shaban Kamwe akafungiwa baada ya kutokana na ile press aliyoitisha, akaita waandishi wa habari kunilio matakwa yao baada ya taarifa kwa umma kutoka katika bodi ya ligi. Tuanze na yeye, niliona kidogo kama ulikuwa umegusia. Kwanza hizi taarifa ni hizi tetesi ni za kweli kwamba bodi ya ligi ina mpango wa kumfungia Ali Shaban Kamwe kutokana na kile ambacho amekifanya? Kipi alichokifanya mpaka afungiwe? Kwamba ile press kwa nini wasingeita bodi ya ligi wakaenda kuambia wao Yuko sahihi na hamna sababu ya kufungiwa, kwa sababu klabu ya Yanga ni klabu ya wanachama. Sawa? Ni klabu ya Yanga kama vile klabu ya Simba. Kuna management kwa maana ya rais wa klabu, kuna excom yake na timu ambayo iko chini ya CEO ambao ndio kina Ali Kamwe, wale ni waajiriwa. Kwa hiyo chochote unachokiona kinaendelea kwenye klabu, maana yake Ali Kamwe anaweza katoka tu from nowhere, anatoka tu kwake akaenda kufanya press kwa kutumia nembo ya klabu ya Yanga. Maana kwa anafanya press tayari ni makubaliano ambayo yamepewa, badala ya kwenda kuongea rais mwenye dhamana, maana yake yeye anakwenda anakasimisha madaraka kwa afisa habari au meneja wa mawasiliano aweze kuzungumza. Hiyo ndio taratibu zinazotakiwa. Lakini pia hata kama walikuwa wameandika barua, ni lazima waweze kuwafahamisha wenye klabu yao nini kinachoendelea. Barua wameandika viongozi, wanachama wanajua, mashabiki wanajua, lakini pia lazima umma uweze kufahamu. Kwani mara ngapi tunasikia watu wanakwenda mahakamani wanateteza press, tutakwenda mahakamani kudai hiki. Kwa nini tusiachie mahakama? Kitu kibaya ni kwenda kuingilia maamuzi ya mahakama. Kwa hiyo Yanga wameandika barua kupeleka na bado wamefanya press conference kueleza kwamba kutokuridhishwa kama ambavyo timu nyingine zinakuwa zinafanya. Kwa hiyo ukisema afungiwe haina mantiki. Na kwa nini afungiwe? Na je, alichokioji ni kitu kibaya? Yaani kuna nini ambacho ameweza kukeuka kwa maana ya taratibu? Hakuna. Ni taratibu wa kawaida. Kama watu wamekuwa wakioji ratiba, wamekuwa wakioji vitu vingine vingi vimekuwa vinaendelea. Kwa hiyo ni watu kutengeneza chaos ambayo kwa maslahi yao wanataka pengine watengeneze jambo ambalo litakwenda kuleta chaos na pengine kuhamisha ukweli. Hoja ya msingi ilikuwa ni kujadili yale aliyoyazungumza kutoka kwenye barua ambayo ameandika. Yana mantiki? Hayana mantiki. Sasa sisi tuna tabia moja ya ajabu kidogo wa Tanzania, tuna tabia ya kuweza kuhamisha ukweli na kutaka kuleta vitu vingine ambavyo havipo ili pengine mambo ya msingi yakose maana na mambo ya hovyo yapate maana. Kwa hiyo watu hawataanza concentrate kuzungumzia hoja za Yanga alizowasilisha, wataanza concentrate kwa nini Ali Kamwe kaongea. Kitu ambacho ni quite difference na sio sahihi. Kwa hiyo nafikiri hamna mjadala hapo. Cha msingi wao ni kujibu yale ambayo Yanga wameweza kuyapelekea pale kwa maana ya kupata ufafanuzi wa kisheria na kikanuni. Jambo ambalo lipo kwa hivi sasa katika vitabu zangu ni kwamba inasemekana wazee wa Yanga wanaandika barua ya kudai alama yao 3 baada ya bodi ya ligi kuweka wazi kwamba wazee wa Yanga, wazee wa Simba. Wazee wa Simba inasemekana kwamba wazee wa Simba wamepeleka barua ya kudai alama 3 baada ya ile kauli ya katika barua ile ya bodi ya ligi kwamba goli la Simba lilikuwa halali, hali ya kuwa mwamuzi alilikataa. Unafikiri kitu kina mantiki? Lakini ndio wenyewe, lakini wameweka wazi kwamba ni goli halali. Na hiyo chaos aliyosababisha ni bodi yenyewe ya ligi. Yaani bodi ya ligi ndio imetengeneza mgogoro, aidha kwa kujua au kuto kujua. Maamuzi ya mchezo siku zote anapoamua muamuzi, hakuna mtu mwingine yoyote, hakuna chombo kingine chochote ambacho kinaweza kikabatilisha kama ni goli au sio goli. Yaani muamuzi akishatoa alama 3 ametoa alama 3. Yatakayofuata mengine kama ni kuadhibiwa na nini hivyo, akisema sio goli sio goli. Ndio hata kipindi kile Yanga baada ile goli lao kufungwa ile na Mamelodi ilienda, lakini mwisho siku ibakia pale. Hata baadaye rais wa CAF alijua kuzungumza kwamba hata mimi nilikuwa nimeliona kama ni, lakini haikuweza kwa nini kusaidia, kwa sababu maamuzi alikuwa ameshapita. Kwa hiyo kosa lilofanyika la msingi na la kiufundi ni kwenye barua kuainisha kwamba baada ya kuwanyima Simba goli lao halali. Hiyo ndio kitu kikubwa na kiliandikwa kishabiki, sio kiweledi. Hasa kama walikuwa wanyima goli halali, maana yake na nyinyi mmegundua ni halali, ndio Simba wanadai alama zao. Kwa hiyo wapo sahihi na Simba. Kwa mujibu wa barua wako sahihi, kwa mujibu wa barua ya bodi ya ligi. Wale wazee wako very smart. Maana yake wanakwenda kutengeneza mgogoro. Sasa nyinyi simesema ni goli halali. Sasa why not msipatie alama 3? Kama mpaka nyinyi mmeona ni goli halali na mmeliona. Kwa hiyo wakati mwingine ndio kukosa sanaa au ufundi kuweza kujibu vitu
au anajibu vitu kwa kutumia memko, au anajibu vitu kwa mapenzi, au kutaka kufanya watu kadhaa bila kuangalia repercussion yake. Watu wanapitia line by line wanaangalia. Kwa hiyo nafikiri wazee wako sahihi. Ingekuwa kama kwenye ile barua hajaandika goli halali, wala wazee wasinge na ndio hata wenyewe wamelifaa kwamba tumeona barua, mmetuambia kwamba ni goli nini halali. Basi peni alama. Hizi tuchukua alama 3. Yeah. Ligi walikosea. Walikosea, na nafikiri wakati mwingine watu sio wana moyo vitu kwa kutumia basfini. Mimi sielewi. Ushabiki yani unatukosti sana kwenye mpira wetu sasa hizi. Na hii kitu naona inazidi kuwa mbaya sana. Na soon naanza kwenda kuparalyze kwenye mpira. Yani sikutani, yani kuna kitu hata ligi hii sidhani kama itafika mwisho. Kuna harufu nimeanza kuinusa. Hii ligi inaweza kaenda ya msimu huu yakaharibika kutokana tu na watu ambao kushindwa kusimamia kanuni na weledi tu. Ni kushindwa tu kusimamia. Yani wewe simamia tu kanuni. Hakuna siku utapata kiongozi ambaye hata kuwa Simba, hata kuwa Yanga, hata kuwa Azam, mtu mwingine. Watu ni wale wale. Lakini kwa majukumu, simamia majukumu uliopewa. Ushabiki weka pembeni. Sasa tunaka sana ushabiki mbele na kama kukomoana hivi. Sasa kuna sakata lingine lilienda kukufukuta sasa hizi la mechi ya Yanga. Ni kwenda katuongea kwamba Yanga hawajajua ni mwendelezo ule ni mwendelezo wa yale ambayo tulikuwa tunazungumza hapa. Unafungia uwanja baada siku 2, siku 3. Sasa unaangalia kanuni. Sio, unaelewa sio? Hizi kanuni zimetungwa. Yaani zimetungwa na nyinyi mkazipitisha. Zisipungue siku 7 mpaka siku 21. Haya, leo hilo kwa dharura gani? Hasa leo unafikiria kuhamisha mchezo. Timu iko Dar es Salaam. Na mechi tarehe 12, mechi tarehe 15. Ila sinabidi sasa wamsikilize timu mwenyeji, wao si wageni. Yaani issue timu mwenyeji mgeni ni kanuni. Sio, unaelewa? Yaani wewe kuwa mwenyeji, sawa? Hakufanya leo ndio namba leo kufanya okay wewe mwenyeji ukasema mimi mechi yangu nataka nipeke uwanja wa Babatini. Tutandika macheza. Kuna kanuni nyingine nakataa. Sio, unaelewa? Yaani sio kwamba tu kwa mwenyeji tutaamua mechi yangu mimi napeka uwanja wa Sifa. Sio, unaelewa? Lazima kuna kanuni zinafuatwa. Hiyo kiwanja kimethibitishwa na shirikisho, kiko sawa, kiko within. Leo ukae Yanga ana mechi na Azam tarehe 15, ifike tarehe 13, Yanga sasa mechi yetu tunapeleka lesi labda wapi? Labda Kenya. Au Zanzibar. Au wapi? Hapana. Lazima kuna kipindi cha kuweza kuangalia na huyu anaweza na kama mjapanga lazima angalie na namna ya kuweza kusafiri. Sio, unaelewa? Ingekuwa kama labda ameamua labda mechi iko Dar es Salaam akasema sisi tunapeka mechi katika uwanja wa Isamuyo au uwanja wa Chamazi Complex au whatever. Hamna hiyo chaos. Sio, unaelewa? Kwa sababu ni sababu Yanga atoke leo aende Tabora. Anafika lini? Ndege hakuna. Kwa nini unajua chaos ni nini? Ndege zimejaa, hamna ndege. Ndio leo ndege zimejaa. Ndio ndege hakuna leo. Kwa hiyo watu waondoke kesho. Bado SGR unafika wapi? SGR haifiki Tabora. Lakini je, umeangalia usalama wa wachezaji na afya za wachezaji? Sio, unaelewa? Yeso SGR tu haya Yanga watoke leo waende Dodoma. Sawa? Mpaka tufa leo kwa mfano watoke kesho. Tarehe 10 ngapi kesho? 11 kesho. Watoke kesho waende Dodoma. Wafike Dodoma. Sawa? Mechi kesho kutwa. Wachukue basi masaa mangapi pale? Mpaka wafike wapi Tabora? Au ufike usiku. Asubuhi sio pekee ni mechi usega. Hakuna kitu kama hicho. Kwa hiyo taarifa alikuwa bado hawajapata. Ndio bwana unasikia kesho ndio. Hata kama wangepata kwa muda gani? Wanataka ifuate sheria. Sio wanachotaka wao. Msichukue kama Yanga wanataka. Semeni utaratibu unataka. Unajua kuna kitu ambacho kinaendelea sio kizuri. Yaani mtu anavunjiwa haki yake, alafu akidai anaonekana kama ni tatizo. Sio, unaelewa? Yaani unanyimwa haki yako. Alafu leo ukianza kudai unaonekana wewe ni msumbufu. Mpeni haki yake. Vitu viko wazi. Vitu viko wazi viwekwe. Kabla hujafanya maamuzi, lazima uangalie in 3 dimensional ways. Wewe si kiongozi. Ile busara ambayo tunazungumzia inabidi uitumie before hujafanya maamuzi kwa kureflect na kanuni zilizopo. Yaani busara itakayotumika kwenye kuamua iende kureflect na kanuni zilizopo. Kwamba okay, nataka tufungie uwanja wa Sokoine. Kwa muda huu hakuna athari yoyote. Athari zipo wapi? Sio, unaelewa? Ukishaangalia yote utapata majibu before. Watu sasa wanafikiria sana, sio watu wa zamani wako pelekwa, hamna. Watu wanafikiria sana sasa hizi yani. Yaani sio watu ambao wanakaa wanafikiria. Na hivi vitu viko wazi.
Kwa hiyo ifike mahali tuheshimu tu taratibu. Ukiona pana ugumu, hiyo mechi acha mechi iendelee kuchezwa. Pale ichezwe, umeshindwa kabisa, itoe kwenye ratiba. Maana ni makosa yako wewe. Unayeandaa itoe kwenye ratiba. Mechi hii isogezwe mbele kwa wakati mwingine. Kwani kuna mechi ngapi zimoto mbaya? Inaonekana kama wao wanaifuatisha Yanga. Nini? Inaonekana kama endapo wataitoa, itaonekana kama Yanga ndio kila kitu kama. Sasa kwa nini kila kitu wakati utaratibu upo? Kwani endapo Yanga anaingiaje? Kwani Yanga salipewa kwamba tarehe ngapi 7 utakuwa na mechi. Sisi tarehe 8, tarehe 7 nafikiri kacheza Yanga. Mechi nyingine tarehe 8. Mechi nyingine tarehe 12. Sawa? Nyingine tarehe ngapi? 15. Ulisikia Yanga analalamika? Ulisikia Yanga analalamika kwamba tutacheza mechi? Kwa sababu washajipanga kwamba tarehe 8 tuko uwanja wa Mwenge Pale Complex, uwanja wa KMC. Badala ya hapo sababu tusafiri sisi. Tuelekee wapi? Mbeya. Sio unaelewa sijui? Mbeya. Kwa hiyo kama tarehe 8, 9 pengine tukasafiri tukaelekea wapi? Mbeya. Au tarehe 10 tuelekea wapi? Mbeya. Tukifika Mbeya tutakaa tarehe 11, sawa? 12 tufanya nini? Mchezo. Baada hapo tunapanda ndege tena tunarudi wapi? Dar es Salaam. Whether ni kama ni Azam ni Chamazi Complex au kama ni usaizi uwanja wa Benjamin Mkapa uliolishwa au kwa Mkapa au kwa Mkapa. Unaona? Kwa hiyo tayari ilikuwa ishaka imekaa sawa. Kwa hiyo watu washajituni na kama utaratibu wa booking ya ndege ushafanya kwamba nataka nitoke hapa. Sasa with no time uwanja umefungiwa. Kama ufungiwa wewe ulofungia uwanja, sawa? Ndio tena utoe taarifa. Lakini unapotoa taarifa umeconsider factor zote. Yaani utoi tu. Sio, unaelewa? Wewe unaangalia factor zote. Mechi ya Yanga na Simba Dar es Salaam iliahirishwa ikapekwa. Yanga alipeka Zanzibar, halikuwa iko ndani ya muda. Sawa? Uwanja ulikuwa na marekebisho. Si ndio? Sawa. Hakuna kilicho haribika. Kwa hiyo vitu hivi visifanyike vitu kwa miamko baadaye unaanza kumlaumu mtu. Yaani watu sifike hatua washindwe kusema sasa hivi. Yaani unamfinya mtu akisema akilalamika wewe na kelele. Na nimeona kuna watu walikuwa wanachambua kupitia ile sakata akisema kwamba kwa nini Yanga wao wagome? Mbona hata Barcelona walicheza tarehe 11. Walicheza tarehe 8 kama sikosei. Tarehe 9, tarehe 10 wakaondoka. Leo wana mechi. Tarehe ngapi? Siku ngapi? Siku moja tu. Sio siku moja. Utaratibu wa mpira wa miguu ni masaa 72. Siku mbili. Masaa 72. Haijafika. Naona masaa ngapi? Yanafika. Hesabu tu. Muda ucheza. Tarehe 7. Saa ngapi? Unaweza tarehe 8 bana. Sasa huko ilikuwa saa 5 usiku. Afu ujue masaa yafika na wala tofauti Lazima usije ukachanganya. Wakati mwingine mimi nimepita maeneo mengi hizo inchi. Yaani ukichukua masaa utabugi. Hizo tofauti lakini ilikuwa tarehe 8. Hata hizo tarehe. Nisikilize vizuri. Mimi nimekaa huko Ulaya. Unaweza kunapiga mahesabu kuta unapata masaa 5 wakati masaa 9. Nimekaa huko. Masaa ya kule na huku mzunguko wake ni tofauti. Dunia nzima ni masaa ngapi? 72. Anachokilalamikia Yanga sio kucheza kabla ya siku 3 au siku 2. Msichanganye hoja. Kinachozungumzika hapa ninafikaje kwa notes ya haraka? Sio, unanielewa sijui? Yaani unajua unataka mwanze kuchanganya mambo aina viko. Yaani Yanga hajasema kwamba baada ya mechi mbona mapema siku 2. Yanga amecheza mechi 4 ndani ya siku 10. Nakumbuka msimu uliopita. Siku 10 mechi 4 amecheza Yanga. Alicheza. Lakini cha kufanya huko kunafikika. Sio, unaelewa sio? Yaani uweze hapa ukapanga mechi eneo ambalo hakuna barabara. Sasa tunaendaje sasa? Au nataka tukacheze. Sasa tunachezaje sasa? Kwa mfano, tunachezaje sasa? Tunaweza kucheza. Yaani unasikia sehemu kuna usafiri wa kule ni wa gari tu, alafu daraja limekatika, alafu unapeka mechi. Is it? Hamna. Ndio hata kwenye kuchagua hivi viwanja wanaangalia accessibility. Lazima uangalie. Hata CAF wanaangalia mechi unapeka wapi? Kunafikika? Uwezi tu ukaamua kuchukua uwanja labda mechi yangu sio na timu gani sio ya labda sio ya Algeria napeka labda katika uwanja labda mfano labda uwanja sio ile Tanganyika Kigoma. Wakati Kigoma barabara hakuna, ndege za magumashi, CAF hawezi kukubali. Kwa utaangalia access
ikoje, ratiba ndege ikoje, wanaangalia vitu vingi. Kwa hiyo hapa yani watu hawataka kuingiza Yanga kwenye mgogoro. Huu mgogoro ni bodi ya ligi wenyewe wanajichanganya. Yanga hata usiki. Unaona mpaka sisi tumekaa kimya. Yanga usiki. Kama anakumbusha tu wajibu. Okay, sasa tumalize na hili hapa. Kesho ni mechi baina ya Singida Black Stars dhidi ya Wekundu wa Msimbazi Simba kule Singida Lit. Ukiangalia hii mechi naweza kusema kama watu wana uhitaji na inakuwa ni miongoni kwamba tuseme hata ni derby, inakuwa mechi ngumu sana kwa upande wa Simba kupitia kauli ya Ahmed Ally. Amesema kwamba Singida wao wanaoga tu kwa ajili ya kuifunga Simba na kuisumbua Simba. Na nimeona pia umepost katika page yako. Nafikiri ni mtazamo wake, na mimi nyingi nimekuwa sipendi kuzungumzia mtazamo ya watu kwa sababu malengo yao ni tofauti na malengo yangu mimi. So unaelewa, mimi ninazungumza mpira katika 4 angles za mpira. Yeye atazungumza mpira with reflect ya benefit ya klabu yake. Awe ni Ahmed Ally, awe ni Ally Kamwe na wengine wote. Kwa hiyo wakati mwingine ukianza kumleta huku unakuwa unamkosea. Si unanielewa? Yeye anachokizungumza anajua nini anachokizungumza. Kwa maslahi ya nini? Ya klabu yake. Yaani chochote atakachokizungumza. Yaani pale Ahmed Ally na Ally Kamwe ipo kazini. Kwa hiyo kuna vitu lazima iwe with respect to Simba au tu Yanga. Kwa hiyo kuna kauli nyingine wakizungumza, acha tu wazizungumze. Wewe unaweza kuziona pengine zenye kauli hazina mantiki, lakini yeye kwake ina mantiki kubwa kutokana na malengo ya klabu walionayo. Kwa hiyo mimi nilimuelewa kwa nini amezungumza vile. Kwa sababu anahitaji alama ngapi? Alama 3. Na ni miongoni mwa mechi ambayo inaweza ikawa ni kizuizi. Kwa hiyo endapo akikosa ana mantiki hiyo. Yaani hapa unaanza kutengeneza mazingira ya kwamba Singida wanakwenda kutukamia ili tuweze kuangusha alama. Kwa hiyo unaanza kuandaa watu kisaikolojia na vitu vingine vingi. Unaona inakuwa hivyo. Kwa hiyo mimi sitaki kulizungumza sana hilo. Itosha kusema tu kwamba mechi inakuwa ngumu kutokana na uwezo ulionao. Hata juzi Yanga alishinda magoli 3 lakini haikuwa kama rede. Uliona mechi haina mvuto. Unaona uliona mechi ilipokuwa, mechi ilikuwa na ugumu, mechi haikuwa rahisi. Sema goli ambayo Yanga alifunga tu akaingia tu akafunga, kuna kazi ilifanyika mpaka akapata magoli. Na sababu zinafahamika kutokana na fatigue na vitu vingine. Kwa hiyo na wao waende wakacheze mpira, matokeo yatakuja baadaye. Hakuna mechi rahisi. Hakuna ambaye yupo na ndogo. Ila ile mechi walikuwa wanadai kwamba ilikuwa haina mvuto. Hakuna siku. Sasa kwani yeye Simba mechi yake na Big 9 ilikuwa na mvuto? Na B19 ilikuwa na mvuto? Haikuwa na mvuto. Kwa hiyo wacha angalia mvuto na angalia matokeo. Hii sio bonanza, tunakwenda kushangilia. Watu wanataka alama 3. Watu wanataka alama 3. Sio wanataka mvuto wa nini? Alama 3. Ile mechi yao na nini na Dodoma Jiji ilikuwa na mvuto? Na Dodoma Jiji. Lakini moja wakatoka pointi moja wakachukua. Kwa hiyo ni mpira, yani ilikuwa haina mvuto. Mechi yote ambayo ina magoli haina mvuto. Hiyo ndio tasimake mpira miguu ni of course mpira miguu ni mchezo wa magoli. Magoli. Sio kitu kingine. Kama magoli hakuna mechi. Ushiriki nataka kwenda kushangilia magoli.